Mchungaji aliyejulikana kwa jina la Favor Maxi Okoise, kiongozi mkuu wa kanisa la Refiners Fire Global Assembly, amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kumbaka msichana wa miaka 16 ambaye alimchukulia kama binti wa kiroho huko Calabar, jimbo la Cross River, kwa mujibu wa taarifa ya Cross River Watch. Kwa mujibu wa chapisho hilo, hukumu hiyo iliyosimamiwa na shirika la kutetea haki za jinsia na maendeleo Gender Development Action GADA ilitolewa katika mahakama ya familia ya mahakama ya mila ya rufaa ya jimbo la Cross River chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Jaji Blessing Ongu Obin. Mchungaji huyo alitangazwa kuwa na hatia alitenda makosa hayo kati ya Novemba na Disemba mwaka 2016 katika eneo la serikali ya mitaa ya Calabar South jimboni humo. Mwanamke aliyeathirika ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za ulinzi wa faragha alifika Calabar mwezi Agosti mwaka 2016 kwa ajili ya mtihani wa Post UTME na aliishia na dada yake mkubwa katika mtaa wa Goldie ambapo mchungaji huyo alikuwa akifika mara kwa mara kutoa mafundisho ya kiroho. Mwanamke huyo alieleza mahakama kuwa mchungaji huyo alimnyanyasa kingono na kumgusa sehemu za siri mara kadhaa. Baada ya kushindwa mara kadhaa kumlazimisha kufanya naye tendo la ngono, alimdanganya kuwa Mungu anahitaji mwili wake kama vile anavyohitaji roho na nafsi yake. Alidai kuwa anaweza kumhamishia karama za kiroho kupitia tendo la kingono na hivyo kumbadilisha kimawazo hadi akaanza kumuona kama baba wa kiroho, jambo ambalo lilimfanya kubali kulazimishwa kufanya naye tendo hilo. Katika kutoa uamuzi wake, Jaji Blessing Ongu Obin alisema kuwa baada ya kuchambua ushahidi wote uliowasilishwa, alibaini kuwa mtuhumiwa alifanya mapenzi kinyume cha sheria na mhanga OPI ambaye alikuwa bado ni mdogo. Alinukuu sheria ya ulinzi wa mtoto ya jimbo Cross River ya mwaka 2003. Alisema, "Kwa hiyo Favor Maxi Okoise amehukumiwa kifungo cha maisha jela na kuamriwa kulipa fidia ya naira milioni 1 kwa mhanga." Huu ndio uamuzi wa mahakama hii. Mmoja wa mawakili wa upande wa mashtaka wa mawakili wa GADA, wakili Doris Ndaunusi, alieleza kuridhishwa kwake na uamuzi wa mahakama akisema, "Tunahitaji wanaharakati zaidi. Tunahitaji sauti zaidi zisikike ili jamii ifahamu kuwa uovu wa aina hii unaweza kuzuiwa na kwamba kuna adhabu kali kwa vitendo hivi." Nikukumbushe kupakua app ya SNS Premium, kusikiliza makala za kusisimua, chambuzi mbalimbali, stori za watu maarufu duniani na mambo mengine mengi. Pakua kupitia Play Store au App Store. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.